kutoka kitabuni. Kama neno lako sio sheria kwako, sahau kuhusu mafanikio makubwa. Somo kutoka kitabu cha Falsafa ya Maisha ya Mafanikio, Kisima cha Maarifa, sura ya 2, uadilifu. Rafiki, moja ya vitu ambavyo vinawakwamisha watu kwenye mafanikio makubwa ambao wanataka. Of course, kama unataka mafanikio makubwa, unataka kujenga biashara, unataka utajiri, unataka hiki. Lakini sehemu ya kwanza ambayo wanaamka, kabla hajafika kwenye ushindani, kabla hajafika sokoni, kabla hajafika kwenye mazingira, kabla ya mengine yote chochote kile, inaanzia ndani. Je, kile unachokisema na kile unachokifanya vinafanana? Sasa watu wengi sana wanasema kitu hiki alafu wanafanya kitu kingine tofauti kabisa. Wanapanga hivi, wanaleta tofauti kabisa. Na hapo ndipo safari ya mafanikio inapoanza kushindwa. Ili safari ya mafanikio iwe ya uhakika, lazima uwe na uadilifu. Na uadilifu ni pale unapofanya kile unachopaswa kufanya. Ni kufanya jambo sahihi mara zote, iwe kuna watu wanakuona au hakuna watu wanaokuona. Sawa. Hii ndio kitu ambacho kinashindikana kwenye safari ya wengi, na ndio maana wengi wanahangaika sana lakini hawafanikiwi, kwa sababu wanachosema na wanachofanya haviendani. Wanachoahidi hawatekelezi. Wanachopanga wao wenyewe wanakivunja. Hiyo ndio changamoto kubwa. Sasa njia za kujenga uadilifu usiotiwa shaka ni namba 1, neno lako liwe sheria. Ukisema fanya. Ukiahidi tekeleza. Usianze discussion, usianze kuleta sasa ujue mvua ilinyesha ndio maana sikatokea. Sijui umeweka. Acha nawe kitu, wewe pambana ukamilishe. Kama itakugharimu itafanya nini? Wewe ushahidi, fanya neno lako sheria. Ufanye watu wa kuamini kwenye neno kwamba bwana akisema, huyu mtu akisema atekeleza. Huyu mtu akiahidi atekeleza. Hiyo itakusaidia sana 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 kutegemea mafanikio. Lakini namba 2, mara utafanya kilicho sahihi. Kuna watu ambao mbele za watu wataka waonekane watu fulani wazuri, walionyooka, lakini nyuma ya pazia ni watu fulani waovyo sana, watu fulani ambao ni wazinguaji sana, wanazingua sana. Hautafanikiwa. Yaani dunia itakukamata tu, huwezi kudanganya dunia. Kuna siku utakamatika tu. Kama unachoonyesha mbele ya watu, tofauti na watu wanaonyesha ukiwa faragani. Lakini namba 3, faragani iwe sawa na hadharani, yale kwamba ishi maisha yako kama vile unamulikwa na kamera masaa 24 alafu inarushwa kwenye TV ya taifa. Yaani kama vile kila mtu anaona kile unalofanya. Kwa hiyo hilo la kufanya sasa uhakikishe kila unachofanya mbele ya watu ndio unachofanya hata kama hauko mbele ya watu. Hiyo ni muhimu sana kulizingatia ili uhakikishe kwamba unapiga hatua ambazo ni kubwa. Lakini namba 4, kanuni ya dhahabu na almasi. Kanuni ya dhahabu inasema watendee wengine kile ambacho ungependa wakutendee wewe, si ndio? Lakini kuna kanuni ya juu zaidi ambayo inasema watendee wengine kile ambacho wangependa kutendewa. Sawa? Watendee wengine kwa namna ambayo wangetaka kutendewa. Hiyo ni muhimu sana. Ili kanuni ambayo watakao itumie ili uhakikishe kwamba unachofanya kwa watu ni kile ambacho kweli kina manufaa kwao. Lakini 5, kama huwezi kuwasaidia basi usiwadhuru. Kwenye daktari kuna kauli wanasema kwamba kama huwezi kumsaidia mtu basi usimuongezee maumivu. Sawa? Na hii ndio hivyo kwenye maisha pia na wakati mwingine kwenye maisha unaweza kawa huna cha kumsaidia mtu kwa yale ambayo anayapitia na kadhalika. Lakini basi angalau usiongeze maumivu kwake. Sasa usiendelee kuwadhuru. Kama huwezi kumsaidia mtu basi achana naye. Watu wengine maisha huwezi kumsaidia mtu lakini pia unakuwa sehemu ya kumkandamiza, sehemu ya kumnyonya, sehemu ya kumuumiza, sehemu ya kumkwamisha. Vitu ambavyo haviwezi kusaidia wewe kwa safari yako ya mafanikio. Kwa hiyo hii ndio la msingi sana ambao unapaswa kulijua kwenye uadilifu na safari ya mafanikio, na mambo ambayo unapaswa kuyafanyia kazi mara moja ni timiza kile unachoahidi. Namba 1, ukifanya maamuzi, chukua hatua, usiahirishe. 3, usiwe na chochote kisio sahihi unachoficha. Usiwe na siri ambazo unazificha ambazo unajua zikijulikana zitakuathiri. 4, kila unapojihusisha na wengine, jiulize nini hasa wangependa kutendewa, watendee hicho. Na 5, kabla hujafanya chochote, jiulize ni watu gani wanaweza kudhurika na maamuzi yao, alafu usimdhuru mtu yoyote. Rafiki, somo la kitabu cha Falsafa Maisha ya Mafanikio au Kisima cha Maarifa.